Habari, karibu kwenye The Pharmacist Show. Mimi ni Omari Kosa, mfamasia kutoka kitengo cha pharmacy hapa Royal Polyclinic. Leo hii tutajikita katika kufahamu in detail nini dawa inafanya katika mwili wako na nini dawa inafanyiwa na mwili wako. Ungana nami kwenye segmenti zetu 5 kwenye The Pharmacist Show ili tujifunze zaidi. Yes, this is The Pharmacist Show. Kwenye session yetu ya kwanza ni all about je, wajua? Je, wajua kwamba kiwango cha dawa unachotumia ndicho kiwango cha dawa ambacho kinatakiwa kitoke katika mwili wako baada ya kuchakatwa na kupitia hatua tofauti tofauti. Usichukulie poa, hakikisha kiwango cha dawa unachokitumia kinatoka katika mwili wako katika muda sahihi na kwa wakati sahihi. Hivyo basi, hakikisha wewe kama mgonjwa ama una matumizi ya dawa fulani, basi dawa hizo zitoke ndani ya mwili wako, kwani dawa zikibaki ndani ya mwili zinageuka kuwa sumu hatari na huweza kusababisha madhara tofauti tofauti, haswa kuharibu maeneo husika ambapo dawa inaenda kufanyiwa michakato ya aina mbalimbali. Hivyo usichukulie poa rafiki yangu. Make sure kiwango cha dawa unachokitumia kinatoka katika mwili wako. Ndani ya box tumefahamu kwamba kiwango cha dawa unachotakiwa kukitumia basi kitoke. It is all about drugs. This is ndani ya box. Sasa tunataka kuichambua ni nini mwili unafanya na nini dawa inafanya katika mwili wako. Cha kwanza, unapokuwa unatumia dawa, basi dawa inaenda kufanya prosesi mbalimbali, ama dawa kuna kitu inaenda kuufanyia mwili wako ili wewe upate kupona. Hicho kitendo huwa kinaitwa pharmacodynamic. Pharmacodynamic ni action ya drugs kwenye mwili ili kuponya ile abnormal physiology ambayo imetokea katika mwili wako. Hicho ndo kitendo ambacho dawa inaufanyia mwili wako. At the same times, kuna kitu kinaitwa pharmacokinetics. Ukisema pharmacokinetics ni kitendo cha mwili kukifanyia au kureact kwenye dawa uliyoitumia. Kwenye pharmacokinetics kuna process mbalimbali. Baada ya dawa kuitumia wewe ikaenda kufanya kazi ndani ya mwili wako, mwili na wenyewe huichakata katika sehemu tofauti tofauti. Sasa tukienda in depth all about pharmacokinetics. Kwenye pharmacokinetics tunakuwa tuna parameters 4 ambacho mwili unakifanya. Kitu cha kwanza ni all about absorption. Dawa unapoimeza, basi dawa ile lazima ikawe absorbed. Na absorption huwa inatokea katika maeneo tofauti tofauti ya mwili. Kuna dawa zinafanyika absorption kwenye intestine ambazo ni large na small, lakini zingine kwenye stomach. Hizo ni sehemu tofauti tofauti ambapo absorption ya dawa huwa inafanyika. Na absorption ya dawa inafanyika kwa kupitia receptor. Kila dawa ina receptor wake. Ukitumia dawa ya maumivu ina receptor zake, ukitumia dawa za antibiotics zina receptor zake. Kwa hiyo mwili cha kwanza utafanya absorption, lakini the second things ambacho mwili utareact, utafanya kitu kimoja kinaitwa distribution. Distribution ni dawa ikishafyonzwa na mwili inaingia katika mfumo wa damu ya mwili. Hapo dawa inafanyiwa distribution ama inasambazwa kwenda sehemu tofauti tofauti za mwili, haswa katika eneo ambalo lina abnormal physiology. Kama kichwa kinakuuma, una infection sehemu, basi dawa itakapofika eneo lile itafika kupitia distribution. Baada ya kufanywa distribution, kuna kitu kinaitwa metabolism. Metabolism mainly ya drugs yoyote huwa inafanyika katika ini. Ini tunaita ni center of metabolisms of drugs. Hapo ndipo dawa inafanyiwa mchakato ama inavunjwa. Na metabolism kwenye ini inafanyika under 2 phases.
kuna phase 1, kuna phase 2 ambapo dawa inafanyiwa mchakato. Lengo ya hizi phases zote, phase 1, phase 2, ni convert ama kuigeuza dawa iwe rahisi kutoka katika mwili, kwa sababu tunakumbuka dawa ni sumu. Sasa baada ya ini kuconvert ile dawa katika phase ya kwanza na phase ya pili, kitu cha mwisho ambacho mwili unafanya ni elimination. Elimination tunasema ni kitendo cha mwili kuitoa dawa katika mfumo wa taka mwili, ambapo tunakumbuka kule juu tulisema dawa yote utakapoinywa hakikisha inatoka. Kwa hiyo mwili wako kama haukureact vizuri, haukufata maelekezo vizuri ya dawa yako, basi huenda dawa yako isitoke. Lakini pia kama ini ndo center of metabolism, kama ulizidisha dawa ukanywa in high dose itakuathiri, kama ulikunywa in low dose pia itakuathiri. Lakini pia kama una matatizo ya ini na dawa husika itakuathiri. Kwa hiyo kuwa makini sana ili uthibitishe kama dawa zako ulizotumia zimetoka. Sasa tukienda kwenye eliminations. Elimination yenyewe, mwili unaitoa dawa kupitia milango yote ya fahamu. Kwa mfano, kupitia mdomo. Kuna mtu akinywa dawa fulani, basi dawa ile itakuwa anaisikia harufu, akibreathe anahisi ile dawa inatoka. Basi pale mwili unafanya elimination kupitia exhalations. Lakini pia mwili unatoa dawa kwa kupitia urine, mkojo. Hapo tunaenda mpaka kwenye kidney. Ina maana figo zako pia zinaichuja ile dawa na zinaitoa in form of taka mwili. Lakini pia dawa inaweza ikatoka kwa kutumia sweat ama skin. Mtu anapokuwa ana sweat, sometimes kuna baadhi ya dawa huwa zinatoka pia. Lakini pia kwa njia ya haja kubwa pia dawa huwa zinatoka, na njia nyingine tofauti tofauti. Kwa hiyo kwenye ndani ya boksi ni all about that. Tukumbuke mwili unafanyia dawa kazi, lakini pia dawa unaifanyia kazi mwili. Hizo ni terminology mbili. Mwili ukireact na dawa lazima ireact. Kwenye za ndani zaidi tutagusia endapo mwili ukashindwa kureact na dawa ikashindwa kureact. Mwili ukishindwa kureact kwenye dawa itasababisha dawa ile isifanye kazi kwa ufanisi. Mwili ukashindwa kufanya absorption, ukashindwa kufanya distribution, ukashindwa kufanya metabolism, the same as elimination. Ina maana dawa yetu itabaki ndani ya mwili. Endapo dawa itabaki ndani ya mwili itasababisha kuathiri viungo mbalimbali, haswa italiathiri ini, itaenda katika figo pia the same times. Lakini pia tafiti nyingi zinaonyesha wagonjwa wanaopata renal failure ama tunasema wenye kupata matatizo ya figo wanafikia mpaka hatua ya dialysis kwa sababu wanashindwa kufata maelekezo sahihi pindi wanapotumia dawa zao, kupelekea figo zao kufeli, haswa matumizi mabaya ya dawa za maumivu, especially dawa kama paracetamol na zingine. Watu wanatumia hovyo pasipo kufata masharti ama maelekezo ya wataalamu wa afya, kupelekea dawa zile kubaki katika miili yao na kuathiri hivyo viungo. Kwa hiyo mtu anapata madhara ya ini linafeli, at the same times na figo kufeli. Hizo ni organ kuu mbili ambazo zinaathirika endapo mwili haujareact. Lakini pia ni kipi kitakupata kama dawa haijareact katika mwili? Kama dawa haikureact katika mwili, it means hatutafikia ile therapeutics effect ya drug husika. It means kama ulikuwa unasumbuliwa na infection na ukanywa dawa ya infection, hautapona kwa sababu dawa imeshindwa kureact katika mwili ama imeshindwa kufikia ile lengo husika la kutibu au kuponya ule ugonjwa ambao unakusumbua. So make sure unafata maelekezo unayopewa na wataalamu wa afya. Neno la wiki: hakikisha unatumia dawa kwa usahihi. Kumbuka, mfamasia ana kitu, asikilizwe. Na pia usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kubonyeza alama ya kengele ili uweze kupata notification za vipindi vijavyo. Thanks, it is your pharmacist Omar Kossa.